mpaka una ufunuo maalum kuhusu mambo. Kuna sehemu hutavuka mpaka una ufunuo kuhusu sehemu. So Roho Mtakatifu lazima aje juu yako, aachilie ufunuo ule. Sasa kivipi Roho Mtakatifu anaachilia ufunuo? Kuna kitu kimoja hivi, kuna siri kwa hapa. Katika muktadha wa Biblia tunajifunza watumishi wa Mungu wote ambao unajua wewe walikuwa wanaandika kwenye Biblia, wale ambao walikuwa wananena habari za Kristo, hawakunena tu kwa sababu wananena au hawakuishi maisha yale kwa sababu ya juhudi zao. Walipewa ufunuo maalum na Roho Mtakatifu namna ya kuenenda. Ukimsoma Paulo anasema katika kitabu cha Efeso 1:18 anasemaje? Anasema hivi. Efeso 1:18 anasema hivi, kuanzia 17. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la wito wenu, jinsi lilivyo tajiri utukufu jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi lilivyo. So tunaona hapa anafunua habari ya roho gani? Roho ufunuo na maarifa. Tunajua kabisa katika msana nazungumza kwamba hivi pasipo ufunuo watu sio kujizuia. So lazima kuwe na roho wa ufunuo atakufunulia mambo ambayo Roho Mtakatifu huyo anakuja. Roho Mtakatifu ndani mwako, lazima muombe Mungu roho wa ufunuo na maarifa. So ule ufunuo na maarifa utakufanya wewe ujue kumbe kiko hiki, hii sio sawa. Kwa sababu gani? Haijalishi ni watu wangapi wamekubaliana. Kwa mfano, inawezekana watu wamekubaliana kwamba hivi wao wanawake wawili sio kosa, lakini Roho Mtakatifu anakufunulia wewe, utaelewa kabisa iko hivi, kumbe hapa iko hivi. Unapata? Kwa Roho Mtakatifu ndo anakufunulia hayo mambo, ndipo uweze kuishi maisha matakatifu. Anakufunulia kisha anakupa na uwezo wa kuyatenda na nguvu ya kutenda. Anakufunulia, anakupa na nguvu za kutenda. So ndugu yangu, huwezi kuishi maisha haya, huwezi kufanya Kristo ukikosa ufunuo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake za kuyaishi yale mambo. Ukikosa ufunuo na nguvu za Mungu pale, kumfanania Kristo, sahau. Kwa sababu ufunuo ndio unakuja na maarifa. Yale maarifa inakufanya ujue nini sifanye, nini nifanye. Mbali na pale hivi sasa, namna kupata roho nishakwambia. Namna gani tunapata roho ufunuo? Tunamuomba Mungu. Umekuwa cha kwanza kuokoka. Kisha kuokoka, muombe Mungu. Omba Roho Mtakatifu akupe maarifa na ufahamu na roho wake ufunua awe ndani mwako. Hapo ndipo mwambie Mungu akusaidie uelewe mambo yake yalivyo. Baada ya pale utakuwa Mungu amekusaidia. Ndugu yangu, Mungu hafanyi kazi kigrupu. Mungu hafanyi kazi kwa mikumbo, bali anafanya kazi kulingana na muktadha wake. Anafanya kazi kulingana na mapenzi yake. So watendao mapenzi ya Mungu atadumu. Na hauwezi kutenda mapenzi ya Mungu pasipo na ufunuo. So lazima uwe na roho wa Mungu akusaidie uweze kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa nini Kristo lazima ufunuo wa nani? Maalum kutoka kwa nani? Kwa Mungu. La sivyo tu utaishi katika upotofu. Utakuwa unaenda kanisani kila siku, lakini kukosa maarifa yenyewe yanakosekana kwa sababu hakuna ufunuo maalum. Unakosa maarifa kwa sababu unakosa nini? Ufunuo wa Mungu. Kuna ufunuo wa Mungu, unakuwa na maarifa, automatically maarifa ya Mungu yanakuwa ndani mwako. Unajua Mungu anapenda hiki na hiki hapa. Mungu apendi hiki hapa. Sasa Mungu anataka mali labda niombe. Mungu anatamani labda nisikilize neno lake. Mungu anatamani sisi nisiende sehemu fulani. Mungu anatamani nifanye hiki hapa. Mungu ameniita sababu ya jambo hili hapa. Yote hautajua kama utakuwa na ufunuo tu wa Mungu. Kama utakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako alafu na ufunuo anakufundisha. Hauna haja ya kuwazawaza sana. Anakufundisha omba hivi, anakufundisha fanya hiki, kwa sababu atakufunulia namna njema kufanya mambo yote. Mungu akubariki sana, usikose katika sehemu ya mafundisho. Ni wako mtumishi wa Mungu, niko mwalimu Edward Mtuma, niko Mbeya Igunga. Asante, Mungu awabariki.